Tanzania hasa wa mazingira ya chini watasikilizwa kwenye kila ofisi ya umma. Kila aliye Mtanzania, hii nchi ni yake. Watanzania wote watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watanzania watafikisha kero zao na watumishi wa umma watakwenda kwenye makazi, kwenye maeneo ya Watanzania kutatua kero za Watanzania. Ukiondoa miaka 32 hiyo niliyoielezea, miaka takriban 18, maisha yangu yamezungukwa na wahitaji kuliko walioridhika. Nikiwa na watoto takriban 100 nao kaa nao, na bweni la wanawake na wanaume, wasichana na wavulana hapa. Natambua mahitaji na uhitaji wa Watanzania. Naitambua. Kwa kutambua hilo, naamini yale yaliyo dira ya Mheshimiwa Rais katika kutatua kero za Watanzania, niwahakikishie Watanzania nitasimamia kwa uadilifu, nitasimamia kwa jitihada, nitasimamia kwa kuhakikisha kwamba hayo yanatimia. Kwa kuzingatia kazi kubwa hiyo iliyoko mbele yetu niliyoisema, kwa kuzingatia kazi kubwa iliyoko mbele yetu niliyoisema, watumishi wa umma na Watanzania sote tuwe tayari. Lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye bahari yenye mawimbi. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye anga lenye mawingu. Lazima chombo kifike salama na watu wake wakiwa salama. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania lazima zitekelezwe. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nitoe rai kwa Watanzania wote. Haya yote ambayo tunayaongea, yale yote yaliyoongelewa kwenye dira, yale yote yaliyoongelewa kwenye ilani ya uchaguzi, yale yote tulio na matamanio nayo, yale yote yaliyo ahadi ya Mheshimiwa Rais pamoja na makamu wa rais, yale yote yaliyo ahadi zenu waheshimiwa wabunge, yatatimia tu kama tutaendelea kumtanguliza Mungu katika mambo yetu kama taifa, na kama taifa letu litakuwa na amani, kama taifa letu litakuwa taifa lenye amani. Yatatimia tu kama tutaendelea kumtanguliza Mungu katika mambo yetu kama taifa, na kama taifa lina hali ya amani. Bila amani, yote tunayotamani, yote tunayotarajia, yote tulioahidiwa, yote viongozi walioahidi, yote yaliyoko kwenye dira, yote yaliyoko kwenye ilani hayawezi kufikiwa. Nitoe rai kwa Watanzania wote, tuwe na wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu ni ya amani. Tumtangulize Mungu hata kwa yale tunayoona ni magumu, ili tuweze kuhakikisha kwamba Mungu anatusaidia kupata ufumbuzi wake, kwa sababu kwake yote ni mepesi. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nishukuru familia yangu, wamesimama nami mara zote, mke wangu Neema pamoja na watoto. Niwashukuru wananchi wa jimbo la Iramba
niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Iramba kwa sababu pasipo wao kunichagua nisingepata sifa leo ya kupendekezwa kuwa waziri mkuu. Asanteni sana wana Iramba, asanteni sana Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa mara nyingine. Asante sana kwa kunipa nafasi.